Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa na Wahid Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aelekeza maadhimisho ya sherehe za muungano za mwaka huu yafanyike katika mikoa yote yakiongozwa na viongozi wakuu wa serikali. Waziri wa fedha aishukuru serikali ya Poland kwa kudhamini upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha 3 na cha 4 cha reli. Na katika habari za kimataifa, mgawanyiko waibuka ndani ya chama cha SPLM-10 Sudani Kusini. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza maadhimisho ya sherehe za muungano za mwaka huu yafanyike katika mikoa yote yakiongozwa na viongozi wakuu wa serikali. Taarifa zaidi inasomwa studio na Mohamed Jamal. Amesema hayo alipowasilisha hotuba kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, na kubaini kuwa serikali imeendelea kuratibu vikao vya kamati ya pamoja kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa ajili ya kushughulikia masuala ya muungano. Aidha, amesema katika mwaka 2025-2026 serikali itahakikisha hoja za muungano zilizopo na zitakazojitokeza zitashughulikiwa kikamilifu, na kwamba itaendelea kutekeleza miradi na programu mbalimbali za maendeleo kwa lengo la kuhudumisha na kuulinda muungano huo. Mheshimiwa Naibu Spika, sote tunafahamu kwamba tarehe 26 Aprili 2025 kwa maana ya mwaka huu, mwezi huu, nchi yetu itaadhimisha miaka 61 ya muungano wetu. Maadhimisho haya sherehe za muungano za mwaka huu yatafanyika katika mikoa yote yakiongozwa na viongozi wakuu wa serikali. Viongozi hao pamoja na masuala mengine watajumuika na wananchi katika shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Nitoe rai kwa wananchi wote kushiriki maadhimisho haya ili kuendelea kuenzi muungano wetu. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amesema nchi imeendelea kujitosheleza kwa chakula kwa asilimia 128, utoshelevu unatokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya chakula kutoka tani milioni 20.4 katika msimu wa kilimo wa 2022-2023 hadi tani milioni 22.8 msimu wa mwaka 2023-2024. Sanjari na hayo, amesema ongezeko hilo limetokana na kuongezeka kwa matumizi ya mbolea iliyotolewa kwa wakulima kupitia mpango wa ruzuku, kuongezeka kwa mtandao wa kilimo cha umwagiliaji, kuimarika kwa huduma za ugani na matumizi ya mbegu bora. Sekta ya kilimo ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa nchini kutokana na mchango wake katika uzalishaji wa ajira na mazao ya chakula, biashara pamoja na malighafi za viwandani. Kutokana na umuhimu huo, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi za kuendeleza sekta hii muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Moja ya hatua hizo ni utekelezaji wa programu ya kuendeleza sekta ya kilimo ambayo inajulikana kama ASDP. Tayari serikali imeshakamilisha mapitio na uishaji wa programu ya kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili kwa muhula wa mwisho utakaokamilika mwaka 2030. Katika mapitio hayo, baadhi ya masuala yanayobainika ni pamoja na kufikiwa kwa malengo ya awali kwa asilimia 66 na kuongezeka kwa bajeti ya maendeleo. Serikali itaendelea kutoa kipaumbele katika utekelezaji wa programu hiyo na mikakati inayolenga kuitekeleza ili kuimarisha sekta ya kilimo. Asante sana Mohamed kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limevionya vyama vya siasa nchini kuacha kutoa matamshi yatakayosababisha uvunjifu wa amani, na kwamba kwa yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua. Taarifa iliyoandaliwa na Innocent Oromo kutoka Ruvuma inasomwa hapa studio na Mohamed Jamal. Onyo hilo kwa vyama vya siasa limetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma SACP Marco Chilia wakati akizungumza na wanahabari mkoani humo, huku akielezea tukio la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wilayani Mbinga mkoani, ambapo amesema tukio la kukamatwa kwa Lissu lilitokea Aprili 9 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga. Aidha, kamanda Chilaya amesema Lissu amekamatwa kutokana na kauli zilizokuwa akizitoa kwenye kuashiria kuvuruga amani na uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Sanjari na hayo, amesema uchunguzi kuhusu tuhuma hizo ulikuwa unaendelea kwa muda kabla ya kuchukuliwa hatua kumkamata, na alihamishiwa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mahojiano zaidi na maafisa wa upelelezi. Jeshi la polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi
kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na kwa yeyote ambaye atabainika kufanya vitendo hivyo, jeshi la polisi litamchukulia sheria na litamtendea kwa mujibu wa sheria. Asante sana Mohamed kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amemtaka mkandarasi anayefanya upanuzi wa barabara ya Morogoro kuanzia eneo la Ubungo hadi Kimara kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara hiyo ili kupunguza adha ya msongamano wa magari kwa wananchi. Taarifa iliyoandaliwa na Mrisho Mapeyo inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Chalamila ameyasema hayo jijini Dar es Salaam ikiwa ni siku ya pili ziara yake wilayani Ubungo, ambapo ametembelea miradi ya maendeleo kwenye jimbo la Ubungo, ambapo akiwa kwenye mradi wa upanuzi wa barabara eneo la Kimara. Amesema mradi huo ni kiungo muhimu kwenye ukuaji wa uchumi, hivyo ni muhimu ukamilike kwa wakati. Aidha, Chalamila ametumia nafasi hiyo kuhakikisha wananchi kuhusu ujio wa magari ya mwendokasi ambayo yamekuwa yakilalamikiwa, ambapo amesema serikali imeshaandaa mpango wa kupata magari ya kutosha. Pia kuna mtoaji huduma zaidi mmoja badala kumtegemea UDART pekee, jambo ambalo litasaidia kuboresha huduma. Hii barabara ndio lango kuu kabisa la kuconnect Dar es Salaam na mikoa yote, hasa mikoa hii inayoenda mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini na hii mikoa mingine ya kuelekea Arusha, kuelekea Tanga, kuelekea wapi. Kwa hiyo ni barabara kubwa sana. Na ukiangalia kwa population na ukiangalia kwa wingi wa magari, barabara hii ina wingi mkubwa sana wa magari yanayokwenda mikoani. Sasa kilichofanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtakumbuka kwamba baada ya malalamiko kutokea, baada hii njia kuwa imepanuliwa kutoka hapa mpaka pale Ubungo, bado ilikuwa haijapanuliwa. Kwa hiyo zimetafutwa fedha zaidi ya bilioni 80 ili ziweze kuja kwenye mradi huu mkubwa wa barabara. Na sisi tuko hapa kuiwakilisha tu Wizara ya Ujenzi chini ya ndugu yetu Abdalla Ulega. Ameshatoa maelekezo mara kadhaa kwa mainjinia hawa kwamba wafanye kazi haraka. Na sisi sasa hivi Dar es Salaam tuna encourage watu wafanye kazi masaa 24. Haiwezekani kutoka pale Ubungo mpaka hapa utumie masaa 4. Hiyo itakuwa sio ufanisi wa kazi. Kwa hiyo naomba TANROADS pamoja na mainjinia pamoja na mshauri uliopo mfahamu umuhimu wa barabara hii. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ubungo Lazaro Twange ameeleza lengo la serikali kuamua kutanua barabara ili kupunguza msongamano wa magari, huku mhandisi wa TANROADS mkoa wa Dar es Salaam Beatrice Rueyemamu, wakati akitoa taarifa mradi huo, ameeleza namna changamoto msongamano inavyoathiri wananchi kwa kuwa mradi huo umechelewa kumalizika. Tunafahamu kwamba zaidi ya shilingi bilioni 80 zimewekwa hapa na mkandarasi yuko site. Sisi tunatambua kwenye hatua hizi za ujenzi lazima maisha yetu yatakuwa sio ya kawaida, lakini tunaamini baada ya ujenzi tutakuwa tumebadilisha sana eneo hili na dosari na changamoto nyingi tunazozikuta kwa watumiaji wa barabara zitakwisha. Mpaka sasa mkandarasi ameshafanya kazi kadhaa na ameshaweza kulipwa fedha kiasi cha shilingi bilioni 21.619. Hiyo ikiwa inajumuisha na malipo yale ya awali, yani advance. Katika mradi wetu kazi zinaendelea bila changamoto kubwa sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini kikubwa ambacho tunakipata kama malalamiko kutoka kwa wananchi ni issue ya foleni. Na hii ni kwa sababu hii barabara mwanzoni ilikuwa na njia nyingi za pembeni ambazo kwa sasa zinatumika katika huu upanuzi. Sasa zinapokuwa zimebanwa, magari mengi yanajikondesa sehemu moja. Kwa hiyo inakuwa inapelekea msongamano wa magari unakuwa ni mkubwa. Hata hivyo, mkandarasi anayejenga barabara hiyo amesema miongoni mwa changamoto za ujenzi wa barabara hiyo ni kutumika kila wakati ambapo watu wengi huwapo kazini,
lakini wanakwenda kuongeza kasi kwa kufanya kazi saa 24. Because this project is located in the urban area, very busy area. This is very normal, but we are trying our best together with the help of a consultant and client. We will make this project. So you promise us that you will finish it in time? We will do our best to work day and night. To work finish, day and night? Yes, to finish as soon as possible. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa huo ametembelea mradi wa shule ya msingi Msewe, kituo cha afya cha Makorumla na ujenzi wa barabara ya Kimara. Asante sana Nancy kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu ameipongeza halmashauri ya manispaa ya Moshi kwa kushika nafasi ya kwanza kwa manispaa zote nchini katika mashindano ya kitaifa ya usafi na mazingira, ambapo manispaa hiyo imepata 84.2 huku manispaa ya Shinyanga ikipata 78.0. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoa wa Kilimanjaro anaarifu zaidi. Babu ameitaka manispaa hiyo kuhakikisha inaendelea kuchukua nafasi hiyo ya kwanza ambayo wameikosa kwa miaka mitatu kwa kusimamia sheria za usafi wa mazingira wa manispaa hiyo. Mambo matatu. Nimesema mshikamano, umoja na kuheshimiana. Tukifanya hivyo, manispaa itatulia na mtapata maendeleo makubwa zaidi kuliko haya ambayo mnapata sasa. Msalimia, mimi nataka niungane na wewe kwa maneno yako yale ya mwanzo pia. Umesema hapa rafiki yako hawezi kukwambia neno. Sasa wewe msalimia, sio umeshika kwenye kata? Sio diwani kwenye kata yako, sio? Lakini kwenye kata wewe kwa watoto wanakupenda. Sasa wewe unatakiwa sasa wale wanaokupigia kura, wale ndio wako, achana nao, fuata wale ambao walikuwa wanakuzondoa. Manispaa ya Moshi Bi Mwajuma Nasombe akaeleza siri za mafanikio ya kurejesha manispaa hiyo katika nafasi yake. Ni ile hali ya kukubali kukosolewa na kupokea mapungufu na kuyafanyia kazi. Lakini mbili, tulijitathmini. Mimi mwenyewe tulikuwa tunatoka kwenye michezo Mwanza na timu yangu tulipita Shinyanga. Tukaenda kuangalia ni kitu gani Shinyanga wametuzidi. Sitaki kusema, lakini nataka tu mjue kwamba tulipita Shinyanga. Lakini nilipeleka timu yangu Arusha. Ilienda kujifunza. Afisa usafi na timu yake walienda kujifunza Arusha ni namna gani wenzetu wanaweza kukusanya taka nyingi, kwa sababu population Arusha ina watu wengi pia. Tukagundua tuna mapungufu ya vifaa tulivyonavyo. Sisi tuna vifaa ambavyo viko very selective. Yaani gari zetu za taka zilizopo mtaani ni zile ambazo zinatakiwa kuchagua kwamba ni aina gani ya taka utupe kwenye zile gari. Sasa wananchi wetu hiyo elimu hawana, wanachanganya zile taka. Kwa hiyo ilipelekea uharibifu wa zile gari mara kwa mara. Kwa hiyo tukaja na mkakati kwanza kuhakikisha tunatoka kwenye kuzoa taka sisi wenyewe, tuna badala yake tunazigawa zile kata kwa kutangaza mawakala. Kwa hiyo tuna kata 21, kata 10 kwa mwaka wa fedha huu unaendelea tulianza kubinafsisha. Siku zote mimi nilikuwa nawaambia watu, ukiambiwa jambo usibishane nao, wewe lifuatilie, ukiona ni ukweli lifanye, ukiona ni la uzushi achana nao. Na mimi na kauli moja huwa nasema, nawapenda sana maadui zangu kuliko marafiki zangu. Inawezekana hata leo tuzo tunayoipata, heshima tunayoipata ni kwa ajili ya wale maadui zetu wanaotutukana. Siku zote mkumbatia adui, kwa sababu adui ni msema kweli, anarokoka saa hiyo hiyo ukikosea. Rafiki hakuambii ukweli, kwa sababu kuna wakati anahisi ukweli, anakuambia hapo utakufa, urafiki wako na yeye utakufa. Lakini adui anataka kukuchafua, lakini ufanyie kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, leo tunavyoongea hivi tumekuwa washindi wa kwanza manispaa namba 1 katika manispaa zote nchi nzima. Ni jambo kubwa sana. Zaidi ya miaka mitatu sasa manispaa ya Moshi haikuweza kurejesha nafasi hiyo ya kwanza kwa usafi nchini, na kwamba kupitia jitihada mbalimbali za manispaa hiyo zimezaa matunda na hatimaye wamerejea tena katika nafasi ya kwanza ya usafi nchini. Asante sana Fina kwa taarifa hiyo.
Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini inaendesha operesheni maalum ya kuwasaka na kuwapunguza fisi katika wilaya ya Bariadi kufuatia kukithiri kwa matukio ya uvamizi wa wanyama hao katika makazi ya binadamu na kusababisha athari, ambapo hadi sasa fisi 43 wameuawa katika operesheni hiyo. Samira Yusuf ameandaa taarifa kutoka Simiyu. Pango kwa pango, chaka kwa chaka, fisi wakiwa hatiani kutokana na vifo na uharibifu wa mali ambao wamekuwa wakiusababisha katika maeneo ya wilaya za mkoa wa Simiyu tangu Novemba 2024. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori imeingia kazini kwa kuhakikisha kuwa binadamu na mali zao wanabaki salama kwa kuwapunguza fisi ambao kwa kipindi cha mwezi Novemba 2024 hadi Januari 2025 watoto 8 waliuawa na wengine 4 kujeruhiwa. Baada ya operesheni hii mpaka hivi tunavyoongea, jumla ya fisi 43 wameuawa katika vijiji mbalimbali vinavyozunguka wilaya ya Itilima, lakini pia wilaya ya Bariadi na Maswa pia. Operation mpaka sasa hivi inaendelea vizuri kabisa kwa sababu tumeweza kupata ushirikiano kutoka kwa wananchi, viongozi mbalimbali wa maeneo ambayo yapo katika mkoa wa Simiyu, hasa katika vijiji. Tumepata ushirikiano kutoka kwa wenye viti wa vijiji ambao wamekuwa wakitujulisha maeneo ambapo ofisi ambao ni wameweza kuwaletea madhara mbalimbali. Kulingana na wanyama hawa wakali na waharibifu, hususan fisi, na washauri wananchi endapo kokote pale watakapoweza kuwaona, basi watupatie taarifa. TAWA iko makini, TAWA iko tayari kuwasaidia wananchi hasa katika kuokoa mali na maisha yao. Sababu ya ongezeko la fisi katika maeneo ya makazi mkoani Simiyu inachochewa na mambo mengi, ikiwamo kuwa karibu na mapori ya akiba, huku imani za kishirikina zikitajwa kushamiri. Jumamosi wameua ng'ombe wangu, ng'ombe mmoja wa kike mmoja na mbuzi. Kwa sasa hivi hali inaendelea toka jana na leo hatujawahi kuwasikia. Akina mama wanapoenda kuchimba hata viazi kwenye mashamba, fisi zilianza kuwakimbiza. Hili sasa nashukuru sana hii serikali, tulijumuika naye ikatupa msaada, tukawafuatilia wale fisi, wengine wakaualiwa, wengine wakakamatwa kama wazima wakapelekwa huko walikookuwa. Operesheni hii imesaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na hawa fisi, na sasa hivi angalau wananchi wana amani. Asante sana Samira kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa 70% ya taka zinazozalishwa majumbani ni taka zinazooza, ambazo zinatajwa kama zitatumika vyema zinaweza kuwa fursa ya kiuchumi, ikiwemo ya mbolea pamoja na gesi. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane naye Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa jukwaa la urejeshaji wa taka, afisa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa rais Thomas Chali amesema taka hizo zinaweza kuzalisha mbolea na chakula cha mifugo, hasa kwa nchi zinazoendelea ambazo zinakabiliwa na ongezeko kubwa la taka zinazooza. Aidha, Thomas amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki ya kukaribisha wawekezaji kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa kuweza kutoa nafasi na maeneo kwa ajili ya wawekezaji waweze kusaidia kutatua changamoto hiyo ya taka. 70% ya taka zinazozalishwa majumbani ni taka ambazo zinazooza. Kwa hiyo zinaweka mazingira mazuri ya kubadilisha changamoto ya taka kuwa fursa, kama tumeona pale kwenye uzalishaji wa mbolea, lakini uzalishaji wa chakula kwa ajili ya mifugo. Chakula cha mifugo ni ghali sana, na protini inayotokana na mchakato ule pale ni very high quality protein, ni protini ambayo ina thamani kubwa sana. Kwa hiyo Tanzania kama nchi nyingi ambazo zinazoendelea, taka ni changamoto. Taka zipo za aina mbalimbali, hizo zinazooza, zipo za plastiki, zipo za chuma, zipo za mashambani, na kimsingi tunatakiwa kama jamii, lakini kiongozwa na serikali, kubadilisha mfumo na mtizamo wa namna ya kugeuza taka baada ya kuwa changamoto iweze kuwa fursa. Kwa upande wake, balozi wa Uholanzi nchini Tanzania Wiebe de Boer amesema mkutano huo utasaidia kujadili fursa za taka, kwani ni rasilimali, hasa ikizingatiwa kuwa mbolea inayotumika kwenye mashamba inatokana na taka, na hivyo kufanya kuwa fursa kwa vizazi vijavyo. I'm very happy that we have brought together today all kinds of examples of people and company that make good use of waste, that use waste as a resource. You can see that the production of high-grade protein out of waste is something for the future. Naye Matthew Andrew, mkurugenzi wa Kajenjele Trading Company Limited
pamoja na Griti Mwinanzi, balozi wa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa rais, wamesema mkutano huo utawasaidia wadau wa taka kupata elimu ya ukusanyaji wa taka, ambapo itawasaidia kwa kiwango kikubwa kwenye usafishaji wa mazingira. Kwa hapa kama jukwaa, lakini hasa jinsi ya kueleza na kutoa elimu kwa wananchi jinsi gani hizi taka ni fursa, taka ni mali. Leo hii tupo na wakandarasi waliopo tunaofanya kazi katika mkoa wa Dar es Salaam na baadhi ya mikoa ya nje ya Dar es Salaam. Tumekusanyika hapa ambao sisi swala linatugusa moja kwa moja. Jambo la msingi ambalo na watu tunataka kuelezea watu waelewe, kwanza hizi taka ni fursa, taka ni mali, si taka tu ambayo yote ambayo unaweza kwenda kutoka dampo. Kwa nini kinachotafikia? Tunataka tutoe elimu, tunataka tutoe elimu kuanzia mashuleni, lakini kwa wananchi watu wote waelewe hizi ni fursa. Taka sasa ni biashara, lakini kwa kiwango kikubwa swala la taka linasaidia kwenye usafishaji wa mazingira moja kwa moja, kwa sababu taka ambazo zinaenea na kama zinafanywa urejelezwaji, yaani kufanya recycling, zinapunguza kwa kiasi kikubwa ile hewa ambayo inaenda, hewa ya sumu inaenda kwenye, sumu inaenda kwenye hewa pamoja na ardhi yetu ambayo inaenda kuhusika kwenye maji. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Umoja wa Ulaya EU umeonesha nia ya kuendelea kufadhili awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji kilichopo Butimba jijini Mwanza ili kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Taarifa zaidi na Emmanuel Maisha kutoka Mwanza. Mkuu wa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Mark Starmans, amesema hayo jijini Mwanza wakati wa ziara yake na wataalamu wa umoja huo katika mradi wa chanzo cha maji Butimba. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa MWAUWASA Nelly Msuya amesema chanzo cha maji Butimba kinazalisha lita za ujazo milioni 48 ambazo zinatosheleza mahitaji ya wakazi 4,500,000 waishio jijini Mwanza pamoja na baadhi ya maeneo jirani. Ni matarajio yetu kwamba ushirikiano huu utaendelea, na ni matarajio yetu kwamba tutaendelea kupata fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali inayoendelea ili kuweza kuboresha huduma kwa wakazi wa Mwanza na kuongeza kiasi cha maji yanayopatikana katika jiji hili. Mradi huu umeweza kuongeza kiasi cha lita milioni 48 kwenye mfumo wa usambazaji maji wa MWAUWASA. Mahitaji ya jiji la Mwanza ni lita milioni 172 kwa hivi sasa, na kwa chanzo chetu cha Capri Point tunazalisha lita milioni 90. Kwa hiyo ukijumlisha na hii uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku, utapata kama lita milioni 138. Maana yake hapo ni kwamba unaona jinsi ambavyo tunaendelea kuhitaji wadau wa maendeleo pamoja na serikali katika kuongeza vyanzo vyetu ili tuweze kufikia mahitaji yanayotarajiwa, lakini vile vile kama mnavyojua jiji la Mwanza linakuwa, na maana yake ni kwamba ni lazima sisi tuweze kubuni miradi mbalimbali ambayo itakwenda kuongeza uzalishaji sambamba na mahitaji ya watu. Naye katibu utawala msaidizi sekta ya viwanda, biashara na uwekezaji mkoani Mwanza, Patrick Karangwa, ameeleza umuhimu wa mradi huo katika kukuza uchumi na maendeleo kwa ujumla. Mradi huu umekuwa ni msaada mkubwa, kwanza kwa kufadhili miradi muhimu na mkubwa kama huu wa kuanzisha chanzo kipya cha maji, kwa sababu chini hata ya programu ambayo inaendelea sasa hivi ya sasa Green Smart Cities, moja ya component ilikuwa ya kuboresha hizo wanazoita green infrastructures, ambayo inajumuisha miundombinu ya maji, masoko, beaches na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya hapo pia imesaidia kujenga uwezo wa ile wanaita local economy, uchumi wa wenyeji. Kwa maana sasa hivi kuna component ya kusaidia kutoa mafunzo kwa vijana wenye elimu mbalimbali ambayo yanatolewa kwa ushirikiano na FETA kwa maana fisheries pamoja na shirika la viwanda vidogo vidogo yani SIDO. Kukamilika kwa mradi wa chanzo cha maji Butimba kumewezesha kuongezeka kwa kiwango cha maji kinachozalishwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MWAUWASA kutoka lita za ujazo milioni 90 zilizokuwa zikizalishwa awali kwa siku hadi kufikia lita za ujazo milioni 138, huku mahitaji yakiwa lita za ujazo milioni 172 kwa siku. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo.
Imeelezwa kuwa utekelezwaji wa betri chakavu usiozingatia miongozo ya kimazingira ni chanzo kikubwa cha uchafuzi wa mazingira na huweza kuathiri afya za binadamu kutokana na madhara ya madini ya risasi yanayopatikana ndani ya betri hizo. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chache inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na afisa programu mkuu kutoka ASAS isiyo ya kiserikali inayojihusisha na mazingira na afya binadamu Agenda, Silvan Mng'anya, wakati wa warsha kuhusu mwelekeo urejelezwaji wa betri chakavu iliyoandaliwa na Agenda kwa kushirikiana na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Mng'anya amesema madini ya risasi yanayopatikana kwenye betri na vifaa vya kielektroniki yana athari kwa binadamu, ikiwemo kuathiri mfumo wa damu, uwezo wa kumbukumbu na mfumo wa fahamu. Kwa upande wake, mwanasheria kutoka NEMC Angela Kileo amesema kuwa bado kuna upungufu wa uelewa miongoni mwa wadau kuhusu sheria zinazohusu usimamizi wa betri chakavu, jambo linalochangia kuwepo kwa uchafuzi wa mazingira, huku akibainisha kwamba serikali za mitaa zina wajibu wa kudhibiti athari zinazotokana na utupaji holela wa betri hizo. Naye mratibu wa shughuli za taasisi za waendesha urejeshaji taka Tanzania TARA, Henry Kazula, amesema kuwa kuwepo kwa sera madhubuti na utekelezaji wake kwa vitendo kutaiwezesha nchi hiyo kuwa katika mazingira salama na kulinda afya za wananchi wake. Kwa hiyo katika viwanda vyote 7 ilionekana kuna changamoto kubwa kwa sababu vingi vilionekana havikidhi ile miongozo ya kimataifa ya urejelezaji wa betri chakavu. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna haja ya kuandaa hatua ya pili ambayo ni kuandaa mwongozo wa namna ya kuweza kusaidia hivi viwanda vifanye urejelezaji, lakini kama namna ambayo inakidhi miongozo ya kimataifa, kuondoa hizo athari za kimazingira na za kiafya. Kama wadau ni kuchochea zaidi uelewa hasa kwa watumiaji wa betri kwamba zinapokuwa ile hali ya kuchoka kuwa chakavu ziweze kuhifadhiwa vizuri na kupelekwa katika sehemu husika ambazo wataweza kuzidhibiti katika njia za kitaalamu. Pia katika swala la sera tumeona ni muhimu kwa kushirikiana na NEMC na wadau wake Agenda pia ni kuwa na njia mbadala ambayo inaweza kudhibiti kila hatua ya uteketezaji au urejelezwaji wa betri chakavu, kwamba kuanzia kwenye hatua ya ukusanyaji hadi hatua ya kupata madini ya lead ambayo yanatumika tena kutengeneza vifaa vinginevyo. Asante sana Nancy kwa taarifa hiyo. Zaidi ya madereva 500 wa bajaji na pikipiki kutoka mkoa wa Dar es Salaam wamekutana kujadili changamoto na elimu kuhusu usalama barabarani, huku madereva hao wakiomba serikali kutafuta suluhu ya changamoto ya ukosefu wa vituo na namna bora ya kukata leseni kupitia mtandao. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Wakizungumza katika mkutano huo ulioandaliwa na taasisi ya Huduma Yangu, baadhi ya viongozi wa madereva wa bajaji na bodaboda katika mkoa wa Dar es Salaam wamesema tasnia hiyo ambayo kwa sasa ina jumla ya watu milioni 1.6 bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali, hasa katika upande wa vituo, mifumo ya ukataji wa leseni na elimu ambayo wakiipata wamesema itawasaidia katika kupunguza ajali. Changamoto zetu sisi sasa hivi wameleta mfumo mpya wa kukata leseni ya usafirishaji ambao ni mfumo wa kidigitali. Sasa madereva wengi wa bodaboda na bajaji hawana elimu ya kuweza kukata leseni kwa kutumia mfumo huo. Kwa changamoto zingine ni pamoja na watu wa usalama barabarani kama polisi. Tumewaeleza changamoto zetu ambazo tunapambana nazo barabarani. Kwa mfano watu wa bajaji wanaposhusha abiria katika eneo la kituo huwa tunakamatwa. Tunaposhusha abiria tu kishusha unaambiwa hapa sio sehemu ya kushusha. Hivyo tumewaeleza, tumewaomba washughulikie hilo jambo ili tuweze na sisi kushusha abiria sehemu ambayo iko sahihi. Kama watatupangia pale mbele au nyuma ya kituo itakuwa vizuri. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Huduma Yangu Esther Richard amesema nia ya kufanya mkutano huo ni kuwajengea uwezo madereva wa bajaji na bodaboda hasa katika maeneo ya uchumi na elimu ya kutunza fedha, afya pamoja na usalama, hasa ikizingatiwa tasnia hiyo inaajiri mamilioni ya vijana. Tulitamani vijana wajue elimu ya kodi na biashara. Vijana wengi sana
wanajiunga katika biashara lakini hawana uelewa mzuri wa kulipa kodi, lakini pia hawajui ni namna gani wanaweza wakafanya biashara zao zikawa rasmi kwa kujisajili katika vyombo husika. Na elimu nyingine ambayo ilikuwa ni muhimu kwetu ilikuwa ni elimu ya afya na ustawi wa madereva. Madereva wengi wanafanya kazi, hawapumziki, lakini pia kuna magonjwa mengi yanayokuja na madereva hawajui namna ya kujikinga na yale magonjwa. Lakini tusiende mbali pia. Ni miaka mitatu iliyopita kumekuwa kuna maongezeko ya virusi vya HIV, na hawa vijana wanafanya kazi za usiku, na kwa taarifa ndogo tu wakifanya kazi za usiku mara nyingi sana hawafuatilii ama hawatumii njia salama ya kujikinga na afya zao. Kwa hiyo hizi ni elimu ambazo tulitamani sana kama kijana wa bodaboda na bajaji hajue misingi ya nchi hii katika kufanya biashara ambayo wanajihusisha nayo, ili pawe na maendeleo endelevu ndani ya hii sekta ya bodaboda na bajaji. Naye Jonathan Kitululu, afisa leseni kutoka LATRA mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na Sebastian Ndege, wamesema mkutano huo umekuwa na mafanikio makubwa hasa katika kuwasilisha elimu ya kujitambua, elimu ya leseni, pamoja na masuala mengine ambayo wanasema yakifanywa kazi yataweza kuwafanya madereva wa bajaji na bodaboda kupiga hatua katika tasnia yao. Kwa upande wetu wamekuwa na changamoto au masuala waliotuuliza ni pamoja na namna ya upatikanaji wa hizi leseni, urahisi wa upatikanaji wa hizi leseni. Kiuhalisia tunatumia mfumo ambao kidogo kweli kwa baadhi yao na nature ya shughuli yao imekuwa ni changamoto ya upatikanaji wa leseni hizi, lakini tumeondoa hofu kwa sababu huduma inapatikana katika mtandao ndio, lakini pia tunatoa huduma hii katika ofisi zetu zote. Kuna madawati ambayo ya msaada ambayo wanaweza kupata huduma hii moja kwa moja kupitia ofisi zetu. Lakini licha hiyo pia mamlaka imekuwa na juhudi nyingi, ikiwemo pia uanzishwaji wa matumizi ya mawakala wa utoaji wa leseni hizi. Na miongoni mwa mawakala ambao mamlaka imewakasimisha mazoezi haya ni pamoja na agencies za bima, lakini pia mawakala kutokana na SACCOS za usafirishaji wenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa faraja kwao kupata taarifa hii, na nina imani sasa changamoto hiyo wataondokana nayo kwa kuwa leseni watakuwa nazipata moja kwa moja kutoka katika SACCOS zao zile ambazo wamejianzishia wenyewe, na itakuwa rahisi kwao, lakini pia kwa wengine pia jamii nzima ambazo zinawazunguka na watu wa huduma hizi. Tumewakumbusha kwamba katika maisha ya kutafuta ni lazima utafute ukiwa unajitambua, ukiwa na akili timamu. Na leo pia tumekumbushana na tumewakumbusha vijana wanaoendesha bodaboda kuacha zile tabia za kunywa pombe kama hizi visungura za ulevi wakati wakiwa wanaendesha. Ni hatari sana. Kuweza pia na elimu ambayo imetolewa au ambayo tumewakumbusha pia ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria za usalama barabarani kwa ajili ya abiria wanaowabeba na kwa ajili ya kwao wenyewe, na vile vile swala la afya ya akili na kuweza kutunza fedha. Na tulikuwa tuna watu pia wa shirikisho, watu wa vikoba wametusaidia elimu ya utunzaji wa fedha na kuweka kumbukumbu za biashara zao ili waweze kuwa na mafanikio kwenye biashara zao, kutimiza ndoto zao, timiza ndoto za familia, lakini ya jamii kwa ujumla. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri wa fedha aishukuru serikali ya Poland kwa kudhamini upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha 3 na cha 4 cha reli.